Baraza la madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani Geita limemchagua na kumthibitisha mwenyekiti wa halmashauri hiyo baada ya kukaa kwa kipindi cha miezi 6 bila kuwa na mwenyekiti katika halmashauri hiyo. Halmashauri hiyo imepata mwenyekiti mpya baada ya baraza hilo kumchagua diwani wa kata ya Bwanga Isaac Saanane kushika nafasi hiyo. Uchaguzi huo umefanyika mapema leo Agosti 28, 2026 ambapo madiwani wa halmashauri hiyo wamepiga kura na kumthibitisha Isaac Saanane kwa mwenyekiti mpya wa halmashauri ya wilaya ya Chato. Isaac anachukua nafasi hiyo baada ya aliyekuwa mwenyekiti wa halmashauri hiyo Christian Manunga kuvuliwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, hatua iliyomfanya kupoteza sifa za kuendelea kushika nafasi hiyo. Sitamani kugombana, sio mtu wa migogoro, lakini natamani tupendane. Pale ambapo tumeenda kinyume tunakaa pamoja. Umri wangu niliofikia mimi ni umri wa uzazi. Kwa hiyo nitaishi kama mzazi. Haya ni manafasi tu yanakuja, lakini najua washauri wangu ni hawa mheshimiwa madiwani, lakini na wewe pia mheshimiwa mkurugenzi. Lakini ndugu zangu, lingine ambalo nataka kuzungumza, nilitamani sana zile kamati angalau tutapata muda tutembelee miradi yote ambayo ilishakwama kwenye halmashauri, tukaione kwa macho. Nilitamani sana, lakini nilitamani sana kutembelea miradi yetu ya kimkakati ambayo inatukusanyia pesa. Lakini niwaombe wataalamu, basi tukawajibike kwa wananchi wetu. Kuna shida zingine ambazo zitakuwa zitatuliwe kijijini kule na mtendaji wa kijiji, lakini mwananchi anatoka kule anakuja wilayani. Kuna ofisi kule hazifunguliwi, hasa za vijiji na sehemu zingine za kata. Lakini bado hata wakifika kwenye wilaya yetu hapa, kuna siku zingine wakuta watu wamejazana foleni hapo, shida ya kusainiwa tu, lakini mtu anaambiwa rudi kesho, rudi kesho. Sitamani sana hiyo hali iendelee. Nafasi ambayo inahitaji uvumilivu, nafasi ambayo haitaki haraka, nafasi ambayo haitaki hasira, lakini kanuni hizi zikuongoze sana. Hizi hapa, unajua kitabu unacho kanuni, uzisome, jitahidi kuzisoma sana hizi kanuni. Yale maandiko alisema kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, wale ambao wanasoma Biblia. Kwa hiyo kanuni hizi zisiondoke kinywani mwako. Mimi ndio maneno machache ambayo nataka niyaseme. Ya mwisho ni kwamba kapu halijai, yaani haijawahi kujaa. Hata bajeti ya nchi haijawahi kutimiza matakwa ya wananchi wote, haijawahi kutokea. Ndio maana tuna bajeti za kila mwaka, annual budget. Kwa sababu jambo ambalo limeshindikana mwaka huu linatengewa bajeti nyingine mpya. Kwa hiyo hili linataka hekima sana, kwa sababu wakati mwingine watu wana shida, lakini bajeti haikubali, kifungu hakikubali na kifungu hakipo. Na ukilazimisha ni hoja ya ukaguzi, na inaweza kuleta hati chafu kwenye halmashauri. Mchakato wa kumpata mwenyekiti wa halmashauri ya Chato baada ya mwenyekiti aliyekuwepo kupoteza sifa za kuwa mwenyekiti. Tumeanzia kwenye chama, tumepiga kura kwenye chama, na leo tulikuwa tunahitimisha kwenye ngazi ya serikali kwa maana ya halmashauri. Tumemchagua mwenyekiti kwa kura zote za ndio. Hilo jambo ni jambo ambalo sasa linaonyesha kwamba ni kwa kiasi gani waheshimiwa madiwani hawa wana imani na mwenyekiti wetu. Lakini pia nimpongeze mwenyekiti kwa utangulizi wa hotuba yake ambayo ameitoa leo. Ukiangalia hotuba yake ya leo ina mwelekeo mzuri, kwa sababu ni hotuba ambayo inagusa maisha na mahitaji ya watu. Amejikita kwenye swala la wananchi kuhudumiwa, kwamba mwenyekiti anatamani kuona wananchi hawa wanapata huduma kama jinsi ambavyo utaratibu wa serikali unavyotaka, kwamba hatamani kuona kwamba anapokuwa kule kijijini ofisi za serikali zimefungwa. Anatamani kuona watendaji wa serikali wako ofisini wakiwahudumia
wananchi. Kipekee kwa hotuba yake mwenyekiti wetu wa halmashauri kwa kweli amewashukuru madiwani kwa uchaguzi ambao wamempatia mwenyekiti, lakini jambo zito ambalo amelizungumza ni kuiunganisha halmashauri ya wilaya Chato ambayo kipekee ndani ya miezi 6 imekuwa iko kwenye mgogoro mkubwa sana. Kwa hiyo atakuwa na kazi nzito ya kuwaunganisha madiwani, kuwaunganisha watumishi, na yeye amezungumza kwamba ataanza na watumishi ambao ni wazembe, ambao hawaingii ofisini kwa wakati. Kwa hiyo jambo hilo amelisisitiza sana kwamba lazima mtumishi, kama unapaswa kuingia saa 2 uingie saa 2, unapaswa kutoka saa 8 utoke saa 8. Lakini michakato, mara mtu kusainiwa tu karatasi ametoka Ipalamasa anaambiwa rudi, na Ipalamasa kutoka hapa ni kilomita zaidi ya 60. Unakuta huyu Mwananzengo sasa anapata shida. Kwa hiyo jambo hili amesema haiwezekani, kama ni sahihi iwekwe ili Mwananzengo yule akaendelea na majukumu mengine. Hilo jambo nimemshukuru, lakini jambo jingine zito alilozungumza ni kuhusu mapato yetu ndani ya halmashauri ya wilaya Chato. Tunakusanya bilioni 5.3 na tunajielekeza kwenye bilioni 6 kwa bajeti hii tuliyoweka. Yeye amesema sasa lazima vyanzo vyote vya mapato tukavitembelee na kuhakikisha kwamba mianya yote ambayo ilikuwa inafanya upotevu wa pesa ya walipa kodi wa halmashauri ya wilaya Chato yote tunaenda kuiziba, kuhakikisha kwamba walipa kodi wanapata neema kwa mujibu wa ibara ya 149 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.